الله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم معاشر المسلمون من عذاب النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ama kwa hakika wamefaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha an-nas ibadallah, amma mawdhu ya khutba yetu ya leo insha Allah al-Mawla sanaishu ma'a unwani allati taqul dhikratu al-umma bi ni'mati al-islam, kukumbusha umma juu ya neema ya kuwa muislamu. Ayuha an-nas ibadallah, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala anatuneemesha neema mbalimbali. Katika neema anazotuneemesha Allah subhanahu wa ta'ala minha an-ni'matu as-sam', miongoni mwazo kuna neema ya kusikia, lakini pia kuna neema ya kuona, kuna neema ya masikio na ya macho, kuna neema ya moyo na akili. Akili pia ni neema. Kuna neema ya mali, kuna neema ya watoto, kuna neema ya amani, kuna neema mbalimbali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha. Lakini ayuha an-nas ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala hajapatapo kumneemesha mwanadamu neema iliyokuwa kubwa, neema iliyokuwa na thamani, neema iliyokuwa yenye uzito kuliko neema ya Uislamu, pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atakapokuwa amekuneemesha neema ya Uislamu, hiyo itakuwa ni neema kubwa, kwa sababu neema zote alizoneemeshwa mwanadamu ni zenye kuisha, isipokuwa neema ya Uislamu ni neema ambayo atabaki nayo mwanadamu katika maisha ya duniani, lakini pia atadumu nayo katika maisha ya kaburini, lakini pia atakuwa nayo siku ya kiyama atakapofufuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni neema ambayo itakuwa ni neema kwake duniani, kaburini, kadhalika siku ya kiyama atakuwa katika hali iliyokuwa nzuri, hali yenye kupendeza na yenye kufurahisha. Kwa nini? Kwa sababu aliishika hii neema ya Uislamu. Yule ambaye ataukiri Uislamu, na yule ambaye ataukubali Uislamu, na yule ambaye atadumu katika misingi ya Kiislamu atakuwa katika khairi, atakuwa katika salama, atakuwa katika amani ya Allah subhanahu wa ta'ala ila yaumi tub'athun, mpaka siku ya kufufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. فالإسلام أفضل النعمة على الإنسان على الإنس والجن. والإسلام ni neema iliyokuwa bora kwa wanadamu na majini. Uislamu ni neema iliyokuwa bora kwa binadamu wote, bali Uislamu ni rehema kwa walimwengu wote. Hakuna atakayekuwa katika khairi, hakuna atakayekuwa katika salama, hakuna atakayekuwa katika kumpendezesha Allah subhanahu wa ta'ala al-a'malu salih illa atakapokuwa ni muislamu. Yanbaghi ala kulli khair mambo ala kulli khair wa asla ala kulli saada. Uislamu ndio msingi wa kila khair, Uislamu ndio mwanzo wa kila khair, na Uislamu ndio mwanzo wa kila amani. Na
Kwa kujua hili makufari walilifahamu na wakalielewa, wakajua Uislamu ni kitu gani na Uislamu unalenga nini na Uislamu unamaanisha nini. Kwa mazingira kama hayo wakatengeneza kila aina ya namna ili kuweza kufanya Uislamu uonekane ni jambo la maajabu. Ikawa wametengeneza historia mbalimbali ambazo ni feki, ambazo sio katika historia sahihi. Miongoni mwa historia hizo wakawa wanasema ya kwamba Uislamu ndio ulioleta utumwa, mpaka wakawa wanawachora baadhi ya watu, wakawa wanaonekana wamevaa vilemba, na wakawa wanaufundisha umma na kuambia umma kwamba hawa watu ndio walioleta ugaidi. Na jamii ikawa hivyo, na hizi zikawatengenezwa syllabus, zikawekwa mpaka katika mashule, na watoto wakawa wanasoma kwamba Uislamu ndio walioleta utumwa, wakina sultani na watu wa namna hii. Jambo ambalo majuzi tu wamekuja kukiri maaskofu baada ya kuwa zimefanyika tafiti na ukweli umejulikana. Pale Zanzibar wakati wakiapishwa, aliwahi kusema mmoja katika maaskofu akiomba radhi kwamba wamepotosha umma kwa miaka mingi sana. Na ni kweli ni miaka mingi, mpaka sisi tunazaliwa, bali sio sisi tu juzi, bali mpaka mababu zetu wanazaliwa walikuta kuna historia hiyo kwamba walioleta biashara ya utumwa hasa huko Afrika ni Waarabu ambao ndio walioleta Uislamu. Lakini kumbe ikiwa si hivyo, ni mambo yaliyotengenezwa tu. Lakini hii kwa nini yatengenezwe namna hii? Ni baada ya kuwa wamegundua kwamba lengo la Uislamu ni nini. Lengo la Uislamu ni kuondoa utumwa. Lengo la Uislamu ni kuwafanya watu wawe huru. Lengo la Uislamu ni kutoa unyanyasaji. Lengo la Uislamu ni kumpa kullu dhi haqqin haqqahu, laysa dha'ifu wala sharifun fil Islam. Katika Uislamu hakuna mtukufu, katika Uislamu hakuna aliyekuwa dhalili. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Hakika aliyekuwa bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yule ambaye ni mcha Mungu zaidi kukushindeni. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza ndani ya Qur'an, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Hii ndio sera ya Uislamu, hii ndio kampeni ya Uislamu, hii ndio kanuni ya Uislamu, ya kwamba hakika ninyi mmeumbwa kutokana na mtu mmoja Adam, na mkaumbwa kutokana na mtu mmoja Hawa, na kutokana na Adam na Hawa Allah akajalia watoto wa kiume na wa kike, na akajalia mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali. Lengo sio mmoja awe juu ya mwingine, litaarafu, ili muweze kufahamiana. Inna akramakum 'inda Allah, hakika aliyekuwa mbora, aliyekuwa mtukufu sio mwenye mali, aliyekuwa mtukufu sio mwenye cheo kikubwa, aliyekuwa mtukufu si yule ambaye ana umaarufu, aliyekuwa mtukufu sio mwenye rangi nyeupe, aliyekuwa mtukufu sio yule wala yule. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum, hakika aliyekuwa mbora zaidi mbele ya Allah na mwenye heshima na hadhi ni yule ambaye amekupiteni katika daraja la uchamungu, amekuwa ni mcha Mungu kumshindeni. Huyu ndiye aliyekuwa bora. Sasa makufari maadui wa Uislamu wakawa wanalielewa hili. Sasa watalimaliza vipi? Lazima watengeneze propaganda ili ionekane kwamba Uislamu umekuja kutengeneza mambo yaliyokuwa mabaya, Uislamu umeleta shida, Uislamu umeleta mabalaa. Hali ya kuwa mtu akikaa akausoma Uislamu na kuuelewa Uislamu na akafikiria yale maneno yanayopatikana huko mitaani, akalinganisha maelezo ya Uislamu wenyewe na yale maneno anayokutana nao vijiweni, anakuta ni vitu viwili tofauti, mpaka anabaki anachanganyikiwa. Ambaye amekaa kuisoma dini ya Kiislamu anabaki anajiuliza, huu Uislamu ninaousikia mtaani na huu Uislamu ninaousoma vitabuni, mbona ni vitu viwili tofauti? Huu wa mtaani ni wa kina nani na huu wa msikitini na wa vitabuni ni wa aina gani? Ayuha nasu ibadallah, mambau kulla khair wa aslu kullu saada. Uislamu ni msingi wa kila khairi, Uislamu ni msingi wa kila amani. Ndio maana ndani ya Uislamu, miongoni mwa kanuni za Uislamu, lazima kupatikane kitu amani. Wa huwa ni'matun 'azim wa rahmatun
Uislamu ni neema kubwa na ni rehema kubwa min Allah tabarak wa taala, kutoka kwa Allah mtukufu. Allah subhanahu wa ta'ala ameunemesha umma kwa kuupatia zawadi ya Uislamu. Allah ameunemesha umma kwa kuupatia zawadi ya iman. Allah ameunemesha umma kwa kujalia kwamba wawe ni waislamu. يقول الله تبارك وتعالى في سورة مائدة، الله سبحانه وتعالى katika سورة مائدة anatueleza natuambia اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. leo nimekukamilishieni neema dini yenu. اليوم أكملت لكم دينكم، leo nimekukamilishieni dini yenu. وأتممت عليكم نعمتي، na nimetimilizia neema zangu kwenye hiyo dini. Waraditu lakumul islam dina, na nimeridhia kwamba Uislamu ndiyo dini iliyokuwa sawa. Ayuha nasu ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala akajalia umma khairi yake ni kuwa Uislamu. Na ndio maana Allah aliyetuumba kuna watu kawafananisha na wanyama. Ni watu gani? Ni wale ambao maisha yao sio maisha ya Kiislamu, ni wale maisha yao sio maisha ya kiimani, ni wale maisha yao sio maisha ya tauhidi, ni wale ambao maisha yao hawafati misingi ya Qur'ani na mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hata kama watajiita Waislamu, hata kama wataonekana wana nembo za Kiislamu, maadamu hawafati misingi ya Kiislamu, wote kwa ujumla Allah amewafananisha na wanyama. Pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wala qad dharana kathirun minan nar lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adallu. Tumewaacha wengi ni watu wa motoni. Na ukiangalia maneno ya Allah, ni kweli waliokuwa wengi ni watu waovu. Jamii iliyokuwa kubwa ni ya watu washirikina. Jamii iliyokuwa kubwa ni ya watu wa motoni, watu watenda madhambi. Asiyekuwa mshirikina ni mwizi, asiyekuwa mwizi ni mzinifu, asiyekuwa mzinifu ni mtekaji, asiyekuwa mtekaji msengenyaji, yani madhambi, watu wa madhambi ni wengi kuliko watu wa ibada. Lakini yaakuluna, wanakula, wayatamatta'un, na wanatamatta kama yaakulul an'am, kama wanavyokula wanyama. Wan-naru mathwan lahum. Haya ni maneno ya Allah ndani ya Qur'ani, wala si maneno ya mtume wala ya sahaba wala ya mwanachuoni, maneno ya Allah ndani ya Qur'ani. Sasa Allah katika kuunemesha umma na kuutoa katika udhalili, kama alivyosema Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzana Allah bil-Islam mahma ibtaghayna al-'izzata bighayri al-Islam adallana Allah. Sisi ni watu ambao Allah ametuinua kupitia Uislamu. Sisi ni watu ambao Allah ametupa hadhi na heshima kupitia Uislamu. Sisi ni watu ambao Allah ametupa utukufu kupitia Uislamu. Maneno ya Umar radhiyallahu anhu. Allah, tulikuwa ni watu wenye nguvu, tulikuwa ni watu wenye fedha, tulikuwa ni watu maarufu, lakini hatukutajika mpaka pale ambapo imekuja Uislamu, tukaushika Uislamu, tukawa ni wenye kutambulika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mahma btaghaina al-'izza, tukitafuta utukufu katika njia tofauti na Uislamu, adhallana Allah, Allah atakudhalilisheni. Na ndio maana utakapokuta Waislamu wanadhalilika, popote pale utakapokuwa unawakuta Waislamu wakidhalilika, na hii ndio hali halisi ya Waislamu walioko katika miji hii, ni watu waliokuwa chini. Nini sababu? Kwa sababu wao Waislamu wameiweka dini yao nyuma. Ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale anaposema idha tabayatum bil'in wa raditu lakum az-zala wa taraktum al-jihad wa akhadtum
sallallahu alaihi wasallam anatuambia watu watakapoanza kuridhika na kilimo, wakaridhika na biashara, wakaridhika na ufugaji, wakaridhika na mambo mbalimbali ya kidunia, wakaacha kuipambania hii dini ya Allah, hawaisomi, hawaifundishi, hawaifati, hawadumu katika misingi aliyoamrisha Allah, sallallahu alaykum wadhulla, Allah atakupigeni udhalili, mtadhalilika ninyi, mtakuwa watu wa hovyo katika jamii, mtakuwa ni watu msiokuwa na thamani katika jamii. La yanzi'uha hatta tarji'u ila dinikum, hamtoacha kuwa dhalili mpaka mkirudi kwenye dini, mkawa na msimamo na dini, hapo ndipo mtakuwa juu. Na Allah akiwaambia masahaba, la takhafu wa la tahzanu antumul a'launa, msihofu na msihuzunike, ninyi ni watu wa juu, ninyi ni watu wa heshima, ninyi ni watu wa hadhi. Sababu ni moja tu, ikiwa ninyi mmekuwa ni wacha Mungu na mkashikamana na dini ya Allah. Kwa pale ambapo watu watakapoushika Uislamu, jamii itakuwa ikiwaheshimu na kuwatukuza na kuwaona ni watu wa hali ya juu. Kimtazama Abu Bakar radhiyallahu anhu, kimtazama Umar radhiyallahu anhu, Uthman, ukiwatazama baadhi ya masahaba, kuna baadhi ya masahaba ambao walikuwa na hali ngumu ya kimaisha mpaka chakula kenyewe hapati, lakini wakawa wanaogopeka na makufari ambao wana kila aina ya zana. Kwa nini? Kwa sababu ya uchamungu, kwa sababu ya imani. Na hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, pale mtakapokuwa mmeshika dini vizuri, Allah atakuvisheni vazi la utukufu, kwa sababu ndani ya Uislamu ndiyo kumejaa kila aina ya neema. Kwa maneno ya Allah katika sura Maida aya 53, Allah anaeleza, anasema wa atmamtu alaykum ni'mati, kwenye Uislamu ndiko nilikoweka neema zangu zote, wa raditu lakumul islam dina, na nimeridhia kwa Uislamu ni dini. Mayahudi walifahamu vizuri hii aya. Mmoja katika Mayahudi amemfuata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kama rawa an-Tabarani radhiyallahu anhu, qala al-Yahudi, anaeleza at-Tabarani radhiyallahu anhu, anasema qala al-Yahud li Umar radhiyallahu anhu wallah, Myahudi alimwendea Umar wakati ule. Umar ndio ameshika usukani, amekuwa amirul mu'minina, ndiye imamu wa Uislamu kipindi kile. Amekufa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amekufa Abu Bakar, sasa ameshika usukani Umar. Myahudi akamfuata akamwambia, ya amirul mu'minin, ewe kiongozi wa waumini, wewe fi kitabikum aya, ndani ya kitabu chenu Qur'ani kuna aya, law anzalna alaina hadhihi al-aya latakhadna dhalika al-yawma 'ida. Hiyo aya leti kama ingeliteremka kwenye vitabu vyetu sisi huku, basi tungelifanya hiyo siku ya kuteremka hiyo aya ni sikukuu, tungelifanya sherehe kubwa kulingana na uzito wa aya na maelekezo ya aya na khairi zinazopatikana kwenye hiyo aya. Umar akamuuliza, hiyo aya gani? Myahudi akamsomea haya maneno, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Umar radhiyallahu anhu warḍah akamueleza, akamwambia, mimi najua siku iliyoteremka hii aya, na saa iliyoteremka hii aya ilikuwa ni ashiyatu yawm Arafa, yawmul jum'a. Hii aya bwana, wewe Myahudi, ni kwamba hii aya iliteremka siku ya Ijumaa, na ilikuwa ni siku mahujaji wamesimama kwenye viwanja vya Arafa, na ilikuwa ni jioni mida ya alasiri. Huo ndio muda iliyoteremka hii aya.
Kwa hiyo sio kwamba sisi hatujui, yani ni kwamba Umar alikuwa anamkata kauli Myahudi. Sio kwamba sisi hatujui, wewe ndio uje kutufundisha dini yetu. La, tunaijua vizuri hii aya. Imeteremka mtume akiwa amesimama katika viwanja vya Arafa, ni jioni baada al-asri, na ni siku ya al-Jum'a, na ndiyo hija ya mwisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo tunajua vizuri na tunaielewa hii aya. Angalia majibu ya Umar. Na Waislamu wa zama hizi hawataki kukaa darasani kujifunza dini yao, wanakwenda kujifunza mitandaoni, wanaenda kujifunza kwenye masizoni, wanaenda kujifunza kwenye sijui madubasha gani kule. Lakini hawa masahaba walikuwa wakikaa kujifunza dini yao. Qala Ibn Kathir, hadhihi akbaru ni'matullahi ala hadhihi al-umma haythu akmala Allah ta'ala lahum dinahum fala yahtajuna ila dinin ghayrihi wala ila nabiyyin ghayrihi. ولهذا جعل الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما حلل به ولا حرام إلا ما حرم به ولا دينا إلا ما شرع. Anaeleza Ibn Kathir ya kwamba huu Uislamu ni akbaru neema, ni neema kubwa mno ambayo Allah ameuneemesha huu umma, na pale ambapo Allah ameukamilisha huu Uislamu kwenye huu umma na akauridhia kwamba ndio dini ya kufuatwa. Kisha Ibn Kathir akaeleza akasema, hatuhitaji dini yoyote isiyokuwa ya Kiislamu. Hatuhitaji sisi Waislamu kukopi mambo yetu kwa wasiokuwa Waislamu. Kuangalia wale wanafanyaje na sisi tufanye, wale wanaishi vipi na sisi tuishi vipi, wale sijui wanasemaje na sisi tusemeje. La, Uislamu umekamilika, maneno yamekamilika, mavazi yamekamilika, vyakula, makulima, kufuga, kutembea, kujenga, maisha ya mwanadamu ambayo anatakiwa kuishi yamekamilika. Ndani ya Uislamu hakuna ambacho kimeachwa. Ni wewe tu kutojua kwako kwa sababu hutaki kujifunza. Ndio maana unababaika, unaenda kukopi sehemu sio ya Kiislamu. Lakini ndani ya Uislamu kumekamilika mifumo yote ya maisha. Maisha yote ambayo anayaishi mwanadamu au maisha ambayo anatakiwa kuyaishi mwanadamu, mfumo wake kamili upo ndani ya Uislamu. Bali maal asif, hawa Waislamu ambao hawaelewi taratibu za dini zao wakaenda kukopi kwa hawa wasiokuwa Waislamu. Hawa wasiokuwa Waislamu taratibu zao wamezikopi kwenye Uislamu, wakachanganya na mambo yao. Taratibu ya maisha wanayoenda nayo wameenda kuikopi kwenye Uislamu, wakaja wakaivuruga, lakini wameshapata tayari pointi, alafu wakaweza kuzivuruga wakaishi nazo hizo. Alafu Muislamu yule aliyeibiwa zile pointi zikaharibiwa ndiye ambaye anaenda kukopi hizo pointi fake ambazo ziliharibiwa. Ndio Ibn Kathir anatueleza, anasema hatuhitaji dini sio kwa Kiislamu. Na Uislamu ndio dini kamili yenye kuweza kuendesha mfumo mzima wa maisha ya mwanadamu toka anapozaliwa, toka mimba yake inatungwa tumboni mpaka atakapokuja kuzaliwa na kuishi mpaka kufa, mpaka siku ya kiyama atakapofuliwa. Kisha katika Uislamu Allah akajalia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume wa mwisho. Ibn Kathir akaeleza akasema, hakuna dini itakayokubalika isipokuwa aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wala hakuna mienendo na misingi itakayokubalika isipokuwa aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wala hakuna sheria itakayokubalika isipokuwa ile aliyoifundisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana Allah ndani ya Qur'an katika suratu Al-Imran akaeleza akasema, wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Yule atakayejichagulia dini, atakayefuata dini, atakayejichukulia dini isiyokuwa ya Kiislamu, hakuna tendo lolote zuri atakalolifanya likakubalika mbele ya Allah, na siku ya kiyama atakuwa ni katika waliopata hasara. Hata akitoa sadaka,
hata akisaidia mayatima, hata akafanya wema mbalimbali, muda ambao hayupo katika nembo ya Uislamu, maneno ya Allah mtukufu, alladhi rafa'a as-samawati bila 'amad alladhi khalaqana. Allah anasema atakayefanya tendo lolote liwe zuri kiasi gani, lakini si kwa misingi ya Kiislamu, fala yakubala minhu, halitokubalika, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na siku ya kiyama atakuwa ni katika watu wenye hasara. Wa kullu shay'in akhbara bihi fa huwa haqqun sidqan la kadhiba fihi, kama qala ta'ala, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. Na kila jambo lililofunzwa katika Uislamu, kila mafundisho yaliyoko ndani ya Uislamu, kila jambo alilokuja nalo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fa huwa haqqun, ni haki kabisa, sidqan, na ni ukweli kabisa, la kadhiba fihi, hakuna uongo ndani mwake. Ndio maana ukiyasoma vizuri mafundisho ya Uislamu utakuta kumbe kwenye Uislamu ndipo kuna usalama. Lakini ukikaa nje ya Uislamu ukaenda kuusikilizia Uislamu vichochoroni, wallahi utauona Uislamu ni mgumu. Uislamu utauona una tabu. Uislamu utauona unaleta vurugu, kwa sababu umekaa kuusikilizia Uislamu vichochoroni, hujaingia darasani kuusoma Uislamu ulivyo. Watammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla, la limetimia neno la Mola wako sidqan wa 'adla, kwa ukweli na kwa uadilifu, la mubaddila li kalimati, hakuna kuweza kubadilisha neno la Allah, wa huwa as-sami'ul 'alim, ay Allah ndiye msikivu na mwenye kuona. Ndio maana unakuta baadhi ya watu wanakaa wakitazama Uislamu, wanasema Waislamu wanatafunana wao kwa wao, lakini ukija kutazama vizuri, kuna baadhi ya Waislamu wanakuwa wamesimama imara katika misingi ya dini, na kuna baadhi ya Waislamu wanataka kutuletea mambo mengine ya kipagani na kikafiri ndani ya dini. Hasa wale waliosimama imara wanapokuwa wamesimama na dalili na hoja kuenda kuzisimamia dini ya Allah hiyo imenyoka kama ilivyokuja, hawa pembeni wanaotaka kuupotosha Uislamu wanaona kama vile wanatukanwa, wanaona kama vile wanadhalilishwa. Hapo ndipo zinapoanzia huko. Na leti kama watu wote wakasimama katika dini moja, wakawa wamekubali kwamba mtume wetu ni mmoja, tufate misingi sahihi ya dini, hakutokuwepo na hii mingatano na mivurugano inayoonekana katika jamii. Allah subhanahu wa ta'ala akitutajia hii neema ya Uislamu, Allah anasema wadhkuru ni'matallahi alaykum, enyi wanadamu, katika suratul Baqara aya nambari 232. Allah anasema enyi wanadamu, kumbukeni neema ya Allah juu yenu, wama anzala alaykum min alkitabi wal hikma, na yale ambayo yameteremshwa kutoka kwenu katika kitabu cha Allah Qur'ani, wa hikma na sunna, ya'idukum bihi wattaqullah. Allah kupitia Qur'ani na sunna anakupeni mawaidha, muogopeni Allah. Tazama maneno ya Allah, wadhkur, ameanza kutukumbusha wadhkuru ni'matallahi alaykum, kumbukeni neema ya Allah juu yenu, yani alipokuleteni Uislamu. Wama anzala alaykum, na katika huo Uislamu Allah akakuteremshieni kwenu alkitabu wal hikma, akakuteremshia Qur'ani iwe ni mwongozo, akakuteremshia sunna iwe ni mwongozo kwenu ninyi. Ya'idukum, kupitia huo Uislamu wenu na kupitia Qur'ani yenu na kupitia sunna za mtume wenu, ya'idukum, Allah anakupeni mawaidha hayo. Wattaqullah, kuweni wacha Mungu. Wattaqullah, kuweni wacha Mungu. Wa'lamu anna Allah bikulli shay'in
na mfahamu ya kwamba Allah kwa kila kitu ni mwenye kukijua. Allah anakujua mpaka yale yaliyoko ndani ya moyo wako. Allah anayajua yale yaliyofichikana kwenye macho. Allah anajua mpaka lile ambalo wewe hujalifikiria. Allah anajua kama ukifikiria utafikiria kitu gani. Huyo ndio Allah subhanahu wa ta'ala. Fattaqullaha ta'ala ayuha an-nas washkuruhu ala ni'mah. Mcheni Allah subhanahu wa ta'ala enyi watu, na mumshukuruni Allah kwa neema, na Allah anakuaidhini katika hiyo. Wa aujaba alaina shukra hadhihi neema, na ni wajibu kwetu sisi kushukuru hii neema na kumshukuru Allah kwa juu ya neema ya Uislamu. Ni kitu gani? Ni kukaa kusoma Uislamu wetu na kuuelewa na kujua mafundisho yetu na kukatazika kwa yale yanayokatazwa na kuamrishika kwa yale ambayo yanaamrishika. Wa bikufriha tazuluha, na kwa kuikataa hii neema na kwa kuikufuru hii neema itaondoka na tutakuwa ni wenye hasara, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an. Anasema wa idh ta'adhana rabbuka la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lashadid. Hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala ametangaza, ikiwa mtamshukuru neema itazidi, na ikiwa mtamkufuru hakika adhabu za Allah ni kali mno. Tujitathmini, tujichunguze, tupige mahesabu, tusome visa mbalimbali vya wale waliopita. Leo kuna watu wanatajwa kwa uzuri na leo kuna watu wanatajwa kwa ubaya. Tazama wanaotajwa kwa uzuri katika nyimma zilizopita walikuwa wameshikamana na nini, na wale wanaotajwa vibaya katika nyimma zilizopita walikuwa wameshikamana nini. Miongoni mwao akina Ibrahim alayhi salam, akina Yusuf alayhi salam, akina Daud, akina Suleiman. Hawa ni manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kuna watu wao, wanafunzi wao waliowakubali mpaka leo wanatajwa vizuri. Mpaka maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam idha dhukira, wanapotajwa tunasema radhiyallahu anhu, Allah awawie radhi. Lakini geuza kibao upande wa pili, wanapotajwa wale waliopita, wakina Firaun, wakina Hamana, wakina Qarun, wakina Ubay ibn Khalaf. Hawa ni watu waliopita katika zama zilizopita, lakini wakitajwa tunawafikiria vipi? Wanatajwa kwa ubaya. Analaniwa kwa Muislamu na muumini, na wanalaniwa mpaka wale wasiokuwa na imani wanawalaani wakina Firaun. Kipi kilichowafikisha mpaka huko? Ni pale walipoiacha dini wakafuata matamanio yao. Hivyo na wewe Muislamu, utakapokuwa umeiacha dini utalaanika mpaka siku ya kufufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini utakapokuwa umeishika dini na umedumu katika misingi ya Uislamu wako na ukaelewa nini unachotakiwa kufanya, kwa muda gani na kwa nini ukifanye, utakuwa katika rehema na baraka ya Allah ila yaumi tub'athun, mpaka siku utakapofufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. أوصيكم مرة ثانية بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. نكسين tena kwa mara pili kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ama kwa hakika wamefaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha an-nas ibadallah, tushikamane na dini ya Uislamu, tujifunze misingi ya Uislamu, tujifunze kanuni za Uislamu. Uislamu ni dini iliyokuwa safi mno. Uislamu ni dini iliyokuwa salama mno. Uislamu ni dini iliyokuwa ina amani, imejaa ndani mwake khairi, na kila mwenye kuishika dini ya Kiislamu atakuwa ndani ya khairi, muda ambao atakubali kuushika Uislamu na kuishi nao. Ayuha an-nas ibadallah, fahadha an-ni'ma la tadhhab biduni mas'ulin. Hii neema haitokuja kuondoka ila Allah atawaulizeni. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza ndani ya Qur'ani juu ya kila neema alizotuneemesha. Thumma la tusalunna yawma idhin 'anil na'im. Fahamuni Uislamu na fahamuni wanadamu
kila mmoja ajitafakari na ajifikirie maneno ya haya ya Allah azza wa jalla, thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Siku ya kiyama kila mmoja ataulizwa juu ya neema aliyopewa na Allah. Neema ya kwanza kuulizwa ni Uislamu wako. Umekujia Uislamu, uliushika? Naam, niliushika. Ulifanya nini kwenye Uislamu? Alafu zinaulizwa neema nyingine, sa'iru neema zilizobakia. Min al-aql, Allah alikupa akili. Hiyo akili ulikuwa unaitumia kwenye vitu gani? Akili yako wewe ulikuwa unapambana na kilimo, ulikuwa ni mtaalamu wa mahesabu huko kwenye biashara, ulikuwa ni injinia umepambana na mavyuma huko, ulikuwa kadha, lakini kwenye Uislamu wako ni mtupu. Hukuuelewa Uislamu wako na kufanyia kazi. Lakini Allah amekupa nguvu. Nini ulichokifanya kuhusu Uislamu wako? Lakini Allah amekupa mali, una kipato. Nini ulichokifanya kwenye Uislamu wako, kwenye hicho kipato chako? Lakini Allah alikujalia ukawa ni unasikika. Nini ulichokifanya kwenye Uislamu kuhusu kusikika kwako? Thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Kila mmoja ataulizwa juu ya neema alizoneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza kwamba anatutambulishia nani mtume wetu, anatutambulishia ni nini mtume wetu katika jamii yetu. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Huyu ndiye mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wama arsalnaka, hatujakutuma wewe Muhammad illa rahmatan lil alamin, isipokuwa wewe ni rehema kwa walimwengu. Naam ayuha insan, wallahi wazungu hawakujua nafasi ya utabibu ila baada ya kuwa wamekopi kwa Waislamu walioshindwa kujitambua, wakawa wameuza utabibu waliopata kwenye Qur'ani. Ikawa watu wameshika dini, wameisoma dini, wakaelewa katika Uislamu kuna misingi, tadawau, kitibieni, fa inna Allah lam yadha' da'in illa wada'a bihi dawa. Allah hakujalia magonjwa ila kila ugonjwa uko na dawa yake, na wallahi hakuna ugonjwa usiokuwa na dawa. Shida ni kwamba watu wameshindwa kuwa wacha Mungu, ndio maana baadhi ya magonjwa haionekani dawa yake. Watu wameshindwa kuwa wacha Mungu, watu wameshindwa kushika dini, na Allah akaleta adhabu, na adhabu aliyoileta ya magonjwa na maradhi mbalimbali, Allah akawa amezima akili za watu zisiweze kuitambua hiyo dawa, kwa sababu ile ni adhabu ya Allah. Na hii inajulisha utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sio kwamba dawa zipo kila ugonjwa. Allah anasema lam yadha' da'in illa wada'a bihi dawa. Hakuna ugonjwa isipokuwa una dawa yake. Akili zikaendelea kufatuka, sasa watu wakaingia kwenye ushirikina. Sasa wale waliokuwa wamejua matibabu ya kisheria, someni historia kwa ukamilifu wake. Hawa wazungu hawakujua udaktari ila kwa kuiga kutoka kwa wale walioshika Uislamu. Na mpaka wao kwa baadhi ya nukuu zao wanakiri kwamba kweli Muhammad ni mtume ambaye alikuwa ni mtume kiboko, ni mtume hatari, ni mtume ambaye kila sekta alikuwa yumo. Kwenye masuala ya kisaikolojia mtume alikuwemo, kwenye masuala ya kitabibu mtume alikuwemo, kwenye masuala ya nguvu mtume alikuwemo, kwenye masuala ya mbinu za kimaisha mtume alikuwemo. Hakuna pahala ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amefiti. Ila sasa Waislamu wamekuwa ni watu wa kukaa vijiweni na kusukuma kete na kucheza karata na kucheza madrafti na kuangalia mipira na kusikiliza na kuangalia seasoni. La yaarifuna shay'a wala yaqilun. Limadha? Kwa nini sasa? Na wakati haya mambo yanapatikana ndani ya Uislamu, kwa sababu ya kuiacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Muislamu akapata nafasi ya kupoteza wakati. Na wanachuoni wanatueleza kwamba lisali moja la Muislamu kupotea ile ni hasara kuliko kifo. Mmoja katika salafu salih anasema muumini kupoteza lisali moja bora afe. Lisali moja tukupotea aliko katika ta'atul rahman, bora ukafa tu na kuwa huna maana katika ardhi. Na ndio maana
Urwa alipopata ugonjwa wa kansa, na katika zama zile hakuna zana za kuweza kufanya amalia, kufanya operation. Mbinu walizokuwa wanazitumia ilikuwa ni watu kupata vitu vya kuwachanganya akili ili waweze kufanyiwa upasuaji. Wakampeleka kwa daktari wake wa zama zile, wakamfikisha. Daktari akamwangalia, akaona huu mguu inabidi ukatwe, na njia zinazotumika pale ni njia ambazo ni za kizamani mno, njia ngumu. Ukikatwa mguu alafu unakaushwa kwa mafuta yaliyochemka, hasa wewe maumivu haya utayavumilia baba? Kuna vilevi ambavyo vimeandaliwa maalum kwa ajili ya kumlewesha mtu akili, akishalewa tu hapo wanaweza kumfanyia amalia. Kwa hiyo wewe tukupatie hivi vitu, ukishavinywa alafu ukilewa sisi ndio tutapata humu, hatuwezi kukata hivi. Urwa akasema, wallahi siwezi nikatia mdomoni kitu chochote kinaweza kikanipoteza dakika moja tu katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, siwezi. Sasa tutakukata vipi mguu na maumivu unayajua ni makali? Akasema, mimi nina kilevi changu, mimi nina kilevi changu ambacho mimi nikishakipata hicho kilevi hakuna yeyote atakayenisikilizisha mambo ya kidunia. Yani ukiangalia kama imani haijakuwepo katika akili yako unaweza kuona kama ni vitu vya kawaida, lakini ukiwa na imani ukajitazama, kuna baadhi ya vitu unaweza ukavifanya, jamii ikakushangaa, ikakuita chizi, ikakuita mwenda wazimu, lakini wewe unajiona ndio uko kwenye salama. Ndio utayaelewa haya maneno ya Urwa, ndio utaelewa kwa nini kuna sahaba alisimama akamkinga mtume, mishale ikamdunga mishale karibia 50. Wewe kiwembe tu kikichanjwa kwenye mwili wako unashtuka, kiwembe tu unashtuka. Yule jamaa ameganda sehemu, amedungwa mishale 50 na bado amekomaa tu. Nini? Mshale usije ukampita, akitingishika tu mshale ukapita ukaenda kumdunga mtume. Amekaa amekomaa. Nini? Kwa sababu ya imani, wameelewa nini wanachokifanya, wameshaujua Uislamu. Hawa hawezi kuwababaisha tu kwa peremende, hawa hawezi kuwababaisha kwa kilo 2 za sukari, hawa hawezi kuwababaisha kwa kilo 1 ya nyama, hawa hawezi kuwababaisha kwa misosi. Hawa sio watu wa misosi. Hawa ndio watu wanaosema ya kwamba nahnu nuhibbuna al-maut kama antum tuhibbuna al-haya, sisi tunatamani sana umauti, kufa kama nyinyi mnavyotamani starehe za dunia. Hawa ndio watu hawa. Sasa Urwa akasema, mimi kilevi changu as-sala, ni swala. Khalli anni aqif amama rabbi usalli alayhi rak'atayn idha qa'adtu faqta'u rijli. Niacheni mimi, nipeni nafasi ni swali raka 2. Nitakapokuwa nimekaa kitako kwenye tahiyatu, nitaunyosha mguu ambao unatakiwa ukatwe. Pale nitakapokuwa niko nashughulika na Allah Rabbul Alamin, na ninyi shughulikeni na mguu ule. Hakikisha mnapambana mpaka mimi namaliza swala mwe mmekata. Jambo la maajabu mno. Wakamsubiria jamaa ameandaa vifaa vyake, amemaliza. Urwa akasimama akaanza kusali akiwa anasheshemea. Alivokaa kitako yuko katika tahiyat, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jamaa wameshamaliza kukata mguu wake, wanakata kwa misumeno. Alikuwepo mtoto wake mkubwa, katika ule uoga na huruma ya mzazi akawa ameshindwa kustahimili, akapanda juu akawa anachungulia. Katika kuchungulia zile damu zinavyomtoka baba yake, akashindwa kustahimili, presha ikampanda, akadondoka chini. Kijana akafa pale pale. Urwa anatoa salamu,
Alipotoa salamu jamaa akachukua ule mguu akauchomeka akaubandika kwenye mafuta. Kubandika mafuta maumivu yakawa makali mno, Urwa akazimia. Alipozinduka akawauliza, ni muda gani mlivyoweza kukata mguu wangu? Wakasema pale ulipokuwa umefikia ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lakini pia kuna mtoto wako amepata pressure kwa jambo hili lililokupata baba yake na amekufa. Qala Urwa anasema alhamdulillahi alladhi razaqani ya rajulani fa akhadha minni wahida wa razaqani ya waladani fa akhadha minni wahida lahu ash-shukru ala kulli ni'ma. Namshukuru Allah aliyeniruzuku miguu miwili akauchukua mguu wake mmoja na akaniruzuku watoto wawili na amechukua kiumbe wake mmoja. Kisha akaushika mguu wake akautazama akasema, wallahi nakuapia ewe Allah, huu mguu mpaka unatoka wewe ni shahidi, haujawahi kukanyaga kwenda katika kukuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ni watu hawa rijalun waliotajwa ndani ya Qur'an. Allah anasema rijalun, wanamume, la tulhihim tijaratan wala bay'an an dhikrillah, haiwashughulishi biashara, haiwashughulishi kulima na kuuza na kununua, haiwashughulishi mambo ya dunia, an dhikrillah, katika utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yanapokuja mambo ya Allah wanayatanguliza, mambo yao yanakuwa nyuma yao. Hawa rijalun. Sasa Uislamu tukitambua thamani ya dini yetu, maisha yetu yatakuwa ni salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tutakuwa ni watu wa thamani sana mbele ya Allah, na tutakuwa ni watu wenye khairi mpaka siku ya kiyama. Allahumma ruddana ala al-islam wal iman ruddan jamila. Qumu ila salatikum yarhamkumullah.